mashirika ya kitaifa kuhusu watoto wanaopotea Misri na Afrika Kusini. Tarehe 25, yani leo hii mwezi Mei, ikiwa imetengwa kimataifa kuadhimisha kupotea kwa watoto. Kwenye leo mashinani tunatathmini swala hili. Niko na wageni Esther Mugure Ndung'u ambaye ni naibu mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto. Tutaungana naye baadaye, na vile vile Miriam Munyendo kutoka shirika la Missing Child, wote kupitia njia ya Zoom. Miriam tayari tuko naye. Karibu sana Miriam. Asante sana Cecilia. Na bila shaka mtazamaji, kabla tuelekee kwenye mdahalo huo, kwanza kabisa tuangazie takwimu mtazamaji, kutoka shirika la Missing Child, takwimu ambazo zinaonyesha kwamba jumla ya watoto waliopotea kati ya mwezi Julai mwaka 2016 hadi mwezi Disemba mwaka 2020 ni watoto takriban 780, lakini kuna watoto hapa ambao ni 496 waliopatikana na kupatanishwa na wazazi wao kati ya kipindi hicho cha mwezi Julai hadi Disemba mwaka 2020. Alafu kuna watoto 73 ambao wamepelekwa kwenye vituo vya watoto, na vile vile kati ya hiyo Julai mwaka 2016 hadi Disemba mwaka 2020 watoto 21 wamepatikana wamefariki. Ni miili tu iliyopatikana. Alafu vile vile watoto 190 kufikia sasa wangali wanatafutwa, haijulikani waliko mtazamaji. Na nilivyokuarifu awali ni kwamba jumla ya watoto hao ni 780 ambao wengine wao ndio hao tumeangazia kwamba walipotea, na wengine takriban 1090 hawafahamiki waliko. Lakini kuna hapa ambapo tunaelezwa kwamba taifa la Kenya halina takwimu za kitaifa kuhusu watoto waliopotea. Kuna sheria zinazoangazia visa vya watoto kupotea kama vile kutekwa nyara na wizi wa watoto. Bila shaka swala ambalo tutakuwa tunalijadili. Na barani Afrika ni mataifa mawili tu nilivyokueleza awali yaliyo na mashirika ya kitaifa kuhusu watoto wanaopotea: Misri na Afrika Kusini. Bila shaka mtazamaji, hapa Kenya tungali bado hatuna shirika la kimataifa kuhusiana na watoto hao wanaopotea, swala ambalo tutakuwa tunaliangazia kikamilifu. Lakini moja kwa moja tuende kwenye mdahalo wetu. Miriam, kwanza kabisa tuzungumzie shirika lenu la Missing Child Kenya. Kwanza kabisa, nyinyi mnafanya nini? Majukumu yenu ni yapi? Asante sana kwa uwepo huu wa kuweza kuongea juu ya kazi yetu. Na ningependa nikianza kwa lile ambalo umesema ambacho ni Afrika hakuna organizations ambazo zinaangalia mambo ya watoto waliopotea. Na pia maybe kukosoa kidogo, Egypt pia wanaangalia, ni shirika la non-profit kama la NGO, na pia South Africa pia ni vile vile, lakini ushirikiano kati yao na serikali upo vile vile, ambavyo ushirikiano kati ya shirika letu la Missing Child Kenya ambalo ni la NGO upo kati yetu na serikali. Na hii ni sababu ambayo inaletwa na mpangilio wa huduma kwa jamii. Kuna huduma zingine ambazo pia zitakuja wakati wa maybe serikali kama ina lengo fulani ambalo inasimamia katika Department of Children Services, lakini itashirikiana na mashirika mengine ambayo yatasaidia kuchangia kwenye kazi yake. Missing Child Kenya ambacho tunafanya ni kusaidiana na wazazi, familia za watoto waliopotea, kusaidiana kusambaza habari za hawa watoto kwa muda mfupi unaowezekana na kwa watu wengi inavyowezekana, sababu tunaelewa masaa 48 ya kwanza mtoto akipotea ni muhimu sana, na lengo letu ni kuwarudisha hawa watoto nyumbani, sababu walipo kule nje mandhari sio mazuri na ni vizuri warudi nyumbani. So kazi yetu inalenga maneno matatu. Ya kwanza ni prevention, ama kusema kuzuia. Tunabadilishana na jamii mawazo kuhusu usalama wa watoto ili kusaidia watoto wasiendelee kupotea. La pili ni casework, ambapo kila siku tuko na toll free line yetu ambayo jamii inaweza kupiga simu bila kukatwa pesa yoyote na kuripoti watoto waliopotea, na tukipata hizo ripoti tunazitumia kuzisambaza kwenye jamii pia. Na pia aftercare. Aftercare ni kutafuta uhusiano na mashirika mbalimbali ambayo pia yanachangia usalama wa watoto,
kuona vile tunaweza saidia hizi familia ambazo watoto wao wamepotea katika different stages. Kama pengine mtoto bado amepotea, tunaona kama wanaweza pata ushauri ambao unaitwa counseling. Kama mtoto amepatikana, kama kuna maybe anahitaji kutembea kwenye hospitali ama mambo kama hayo. So hiyo ndio kazi ambayo tunafanya sisi kama Missing Child Kenya, tukishirikiana na mashirika mengi katika nchi ambayo yanahusiana na usalama wa watoto. Tuzungumzie takwimu tulizoziangazia awali. Watoto takriban 780 walipotea kati ya mwezi Julai mwaka 2016 na mwezi Disemba mwaka jana. Je, takwimu hizi ni maeneo yapi? Na je, ni maeneo ya mashinani ama ya mijini? Ni wapi visa hivi vimekithiri sana? Shida ya kukosa takwimu katika nchi za Kiafrika, katika nchi ya Kenya tukianzia, ya watoto waliopotea, sio shida ambayo inaikumba Kenya peke yake. Kenya na nchi zingine za Kiafrika ziko na changamoto nyingi za ugatuzi na maendeleo, na hayo ndio mambo ambayo tunajaribu kuchangia. Hizi takwimu ni takwimu za kesi ambazo tumeshughulika nazo tukianza Missing Child Kenya. Tuliona kuwa hakuna takwimu ambazo zinaweza tusaidia pia kupangia mikakati ya mbele ya kusema hivi ndivyo tunaweza shirikiana na serikali ama watu wengine, wadau wengine kusaidia. Na kwenye hizi kesi tunaweza sema tumeona kesi mingi zikija sana katika mijini na vijijini, slums, vitongoji duni, ambapo maybe watoto wako na kuna changamoto mingi zipo kwenye vitongoji duni. So kesi mingi zimetokea kwenye urban areas ama mijini. Kesi chache zinatokea kwenye rural areas ama mashambani ama mashinani. Na hiyo ni kwa sababu pia uwepo ama kujulikana kwa kazi zetu kama Missing Child Kenya unaendelea kukua tukiendelea na miaka. So unapata pia kwenye mashinani ama mashambani pia utumiaji wa vyombo vya habari vya kisasa kama social media ama kuwa kwenye mtandao ni uwepo mdogo sana kuliko katika miji. So pia hiyo inachangia, lakini tunaendelea kuangalia areas ambazo zinaweza kuwa na takwimu ndogo na kuendelea kupenya huko na kutafuta uhusiano na hao ili watupe ripoti. So shida sio ati watoto hawapotei, shida pia kuna underreporting. Underreporting nasema hawaripotiwi sababu pia jamii haielewi ni nini haswa mtoto aliyepotea. Utasema mtoto aliyepotea ni nani? No. Kuna vitengo vingi sana ambavyo jamii inafaa ipewe information. Naam, Marian, mara kwa mara unapata mzazi yuko kwenye wasiwasi kwamba lazima nimchunge mtoto wangu, huenda akapotea. Je, ni nani anaiba hawa watoto? Na wanapowaiba wanawapeleka wapi? Jambo la kwanza, kuna ndio kuibiwa kwa watoto, lakini hiyo sio sababu ya kipekee ya watoto kupotea. Naam. Jambo la kwanza, watoto wenyewe wanapotea tu. Mtoto akiwa mdogo haelewi mandhari yake vizuri, the environment, anaweza pinduka hivi aone mtu amevaa sketi ya blue kama ya mamake, amfuate huyo mtu. So kuna rika fulani pia watoto watapotea. Mimi huambia watu Yesu pia alipotea kwenye Biblia wakati wa Pasaka na wazazi wake walimtafuta sana. Kuna hilo. Jambo la pili, kuna child trafficking ndio ambapo kuna watu wameingia kwenye biashara ya kuuza watoto kwa vitu vingi. Watu wanauza watoto ama wanaleta watoto mijini kuwafanyisha kazi za kinyumbani, kuwaandika kazi, na hiyo sio halali. Watu wanawachukua watoto maybe kuwauza kwa mambo ya ngono, sexual trafficking. Kuwa kwa mtandao kumeleta pia shida mingi, changamoto mingi za watoto, sababu wanapatana na wale watu ambao hawana nia nzuri na wanawaongelesha, wanawaambia njoo tuonane na wewe, mtoto anaenda anapotea. Kitu kingine pia, nyumbani pia kuna shida fulani. Kuna shida mingi ambazo pengine watoto wengine wataona ni vyema kutoroka hiyo shida nyumbani. Pengine mtoto anabakwa nyumbani ama anapigwa ama hata hapewi chakula, mtoto atatoroka. Kuna wale pia lazima tuelewe pia watoto pia ni binadamu. Kuna wale watoto ambao pia wamekiuka sheria.
Kuna watoto wana kiburi, wanasumbua kidogo hapa na pale, na saa zingine pia watatoroka nyumbani kujaribu kujionyesha umahiri wao na pia umahiri wao. Na pia watoto wa special needs, watoto ambao walio na shida za kijinsia ama development needs, pia wako na high risk. Watoto kama hao, mtoto ambaye haezi kuongea akipotea, haezi jisemea vizuri nyumbani ni wapi. So kuna mambo mengi ambayo yanachangia watoto kupotea, ambayo sasa tunaangalia case by case basis. Hauwezi sema tu ni moja. Lakini kijumla nikisema, number one, child trafficking ipo, ambapo kuna watoto wa kuuzwa. Cha pili, orphanage trafficking pia ipo. Watu wengi wamefungua children's homes na wanachukua watoto waliopotea na hawajaribu kuwarudisha kwao. Wanaweka watoto kwenye children's homes kupata pesa. Nimeongea juu ya watoto wa ulemavu, walio na ulemavu. Na pia kiafrika, kukosa watoto, infertility, unachangia sana kwa wanawake wengi kuiba watoto ili wastiri ndoa zao. Na pia katika jamii fulani ambazo wanafanya mambo ya jadi kama ukeketaji wa wasichana ama kuoa wasichana mapema, pia hiyo inachangia watoto kupotea. Na pengine tukuje hapa nchini Kenya sasa. Ni kwa nini tunasema kwamba barani Afrika ni mataifa tu sasa matatu, Misri, Afrika Kusini na Kenya, ambayo yako na hivi vituo ambavyo vinaangazia kupotea kwa watoto, ila hali watoto wanapotea kote nchini kila siku? Ni kwa nini serikali isiingililie ikachukua mikononi swala hili? Kwa nini vituo vya polisi kwa mfano visiwe vinatoa taarifa hizi mara kwa mara, ili pengine tuweze kufuatilia, kama mzazi tufuatilie ni kwa nini inakuwa hivyo? Nasema ni sababu ya number one, naweza sema challenges zetu as developing countries. Hii ni shida pia inaenda pia around the world. No. It's not unique, sio Afrika pekee. Utapata maybe America imejitenga sababu walianza mambo haya, walianza kuangalia mambo haya mapema sana, maybe in the 1950s. So it is a developmental challenge ile wakati tunasema tumefika, wakati tunaangalia upeo wetu na uwezo wetu, tunafungua macho. Tumefungua macho, hatujafunga macho. Polisi hawajafunga macho kupeana habari za watoto waliopotea, serikali haijafunga macho. Lakini kile kitu ambacho tunajaribu sasa hivi ni kujileta pamoja, kutengeneza sheria ambazo sisi wote kama polisi, watu kama Missing Child Kenya, shule, jamii wanaweza tumia sheria hizo za kutuongoza ili tusaidiane. So at the place of development, pale tulipofika katika maendeleo yetu katika kama nchi ya Kiafrika, tumefika hapo mahali ambapo tumefungua macho. Na sasa tunakazana kuendelea mbele pamoja, tukijaribu. Ndio hatutafika mahali ambapo nchi zilizoendelea sana zitafika, sababu zilianza in the 1950s kuangalia maneno kama haya, lakini cha muhimu ni tumeanza kufanya mikakati kama hiyo. Na Meren, wakati mwingine unapata kwamba mtoto anapotea anapozaliwa hospitalini. Mama yuko na mtoto wake, amembeba miezi 9, akajifungua vizuri. Lakini baadaye tumepata visa vingi sana, mama anampoteza mtoto wake, mwisho anapewa mwili na anakisia huenda sio mtoto wake aliyemjifungua. Je, visa hivi vinapowafikia nyinyi huwa mnafanya nini katika pengine kuvipunguza, kukabiliana navyo? Kitu cha kwanza, unakumbuka nikianza nilisema kazi yetu pia inaanza na prevention, uzuizi, kuelimisha jamii, kuelimisha vituo vya afya, kuelimisha wafanyikazi katika vituo tofauti umuhimu wa kuangalia risk areas. Hospitali ni pahali pamoja ambapo mtu ambaye anataka kuiba mtoto ataangalia sana kwa kiumakini, sababu ni mtoto mdogo ambaye hana identity yoyote, hana kitambulisho chochote cha yeye ni mtoto wa nani. So tunaelimishana na hivi vituo vya afya na wafanyikazi katika vituo tofauti, ili wajue ni vipi tunaweza anza kulenga hospitali zetu kuzuia vitu kama hivi kutendeka. Imetendeka awali na tunafurahi ya kwamba pia siku hizi jamii inaongelelea visa hivi sana. Wanahabari wanaviangazia sana, wanapea familia kama hizi upeo wa kuongea na usaidizi unaweza kukuja mapema. Jambo moja ambapo umuhimu wa jamii katika kutafuta kesi kama hizi ni kuwa
Ni macho ya jamii ambayo inasaidia kutafuta watu. Ukimtafuta mwenzako kwenye studio hapo, utamwambia jamani, umemwona nani nani, na atasema yuko pale. Hiyo ndio network ambayo pia tunatumia katika kuelimisha na kusaidiana kutafuta. Tuzungumzie washukiwa wa visa hivi. Pengine mtu anapopata mtoto ama mtoto anapopatikana na mtu fulani ndiye amepatikana alimteka nyara mtoto huyo ama pengine alimuiba. Hatua ni zipi huwa zinachukuliwa dhidi ya washukiwa hao? Cha kwanza naweza peana mfano wa kesi ambayo tulikuwa nayo ile ya Kenyatta National Hospital. Naam. Ambapo kuna mama aliiba mtoto miaka 2-3 iliyopita. Number 1 ni kuelewa chanzo cha kwa nini mama huyu aliiba mtoto. Pia nafasi ya mental health ama situation ya mtu ni mzuri kuijua. Ndio amefanya makosa. No. Ni makosa sana kuiba mtoto. Tunakumbuka mama huyo alikuwa amejifungua, akapoteza mtoto wake, na nimesema some of the reasons ambazo zinatuma wamama kama hao kuiba mtoto ni sababu nyumbani atambua hujazaa, ataletewa mwenzake azae. Akipewa adhabu yake ya kisheria, pia anafaa apewe usaidizi wa kumsaidia kiroho na kiakili kuangalia chanzo ambacho kilimtuma kuiba mtoto huyu. So ndio ni hatia, kuna hatia, lakini katika hizi hatia zote inafaa pia tuzingatie vile kusaidia watu kama hao ambao wameiba watoto kama hao. Sheria ndio itachukuliwa, atawekwa korokoroni, atapelekwa kotini, lakini akishapewa kifungo chake pia aangaliwe akili yake ama roho yake, uwepo wa roho yake kupoa na kujua vile kuendelea. So serikali iko na mikakati ya kuangalia watu kama hawa na kuwaweka wapate adhabu yao ya kisheria. Na pia jambo la pili, pia watu kama hawa wanafanya kazi zao ama operesheni zao na network, wako na mtandao. Saa zingine hawafanyi kazi peke yao. So jambo lingine ambalo polisi na serikali huwa wanakuwa nalo ni kupenya, kuchunguza mtandao wa huyu mtu, ndio ajue ni fulani ambaye ananunua mtoto kwake kwenye hospitali ama kwenye hii shule ama kwenye hii estate ni nani, so that ukipata huo mtandao wote, then umeshika mtandao mmoja, umezuia kesi zingine mingi kuendelea. Na pengine tupe ule mchakato. Mzazi, umepata mtoto wako hayuko nyumbani, ghafla bin vu, unafanya nini kitu cha kwanza katika kwanza kumtafuta mtoto wako? Kitu cha kwanza cha muhimu sana ni kutafuta habari important, tunaziita facts. Sijui neno la Kiswahili la hilo, lakini hizo habari ni muhimu sana sababu zitakusaidia watu kumtafuta mtoto wako. Kitu cha kwanza cha muhimu ni picha ya mtoto. Bila picha ya mtoto watu hawatajua ni mtoto mgani anatafutwa, na tunasema jaribu picha 2 ama 3, zisizidi hizo sababu kamera ni tofauti na zinaweza badilisha sura za watu. Zisizidi picha 3. Majina kamili ya mtoto vile yanavyotokea kwenye cheti cha kuzaliwa, sababu ukienda kutafuta mtoto wako utaleta evidence kama cheti cha kuzaliwa, huu ndio mtoto wangu. Majina yake mengine ya mtaa ambaye anajulikana nayo, useme anasoma wapi, alipotea wapi, tarehe gani. Hizo ni habari muhimu ambazo watu wanaokusaidia kutafuta mtoto watatumia hizo habari kuangalia kama waliona mtoto mahali. Kitu muhimu cha pili ni kuenda kwenye kituo cha polisi. Ukifika kwenye kituo cha polisi, tafadhali ripoti mtoto amepotea, na pia upewe kitu kinachoitwa OB number. OB number ni rekodi ya mtoto ya ripoti kupigwa kwenye police station ya kuwa mtoto amepotea. Sisitiza upewe hiyo OB number sababu inasaidia sana tukifuatilia kesi baadaye kwa matukio mengine yoyote yatakayotokea kama mtoto amepatikana. Ni muhimu sana kuwa na rekodi. Rekodi ya OB ndio itachangia tupate takwimu ambazo tunazitafuta Kenya hii ama pia kwa nchi zingine. Sababu hapo ni mahali pamoja ambapo kila police station itakupa OB depending na penye umeripoti, then tutaanza kuokota hizi takwimu. Bila kuanza kutafuta pengine niseme hivi, there's no sophistication, hakuna ile teknolojia ya juu itakuja
kutusaidia kupata hizi takwimu. Tuanze na zile teknolojia ambazo ama zile nafasi ambazo tunazo hapa za kila siku. Ukisharipoti hivyo, ukishaongelesha na majirani, na pia unaweza piga simu kwenye Missing Child Kenya kwenye toll free line yetu ni 0800 2233 44 223344. Ukipiga tutakusaidia kusambaza kwenye jamii. Lakini ni muhimu kuwa na picha, habari muhimu za mtoto wako na uende kwenye police station. Kwa kifupi tu tuambie, takwimu zenu zilikuwa zinaonyesha kwamba mtoto mvulana huwa ako katika hatari zaidi ya kuwindwa ama kupotea ikilinganishwa na mtoto wa kike. Kwa nini? Ni mambo yetu, itikadi zetu za Kiafrika ambazo zinafaa ziishe. Sababu ukiolewa mahali, wewe kama mke kwenye boma fulani umeolewa na hujazaa mtoto wa kijana, mtoto wa kiume utaambiwa hauna mtoto. So utapata wanawake ambao wako kwenye ndoa kama hizi watang'ang'ana, watajaribu vilivyo kuiba mtoto wa kiume ili wastiri ndoa yao. Na mwisho kabisa, hiyo ni itikadi ya kwanza. Naam. Mwisho kabisa, manake najua muda umetupa kisogo. Watoto sana sana wanaoishi na huu ulemavu wa ngozi, ukipenda albino, huwa pia vile vile wako katika hatari sana ya kuwindwa. Unasikia kwamba wanapelekwa katika mataifa jirani ya Tanzania, kwamba ngozi yao ina thamani kubwa. Kuna ukweli wote wa jambo kama hili? Kuna ukweli wa jambo kama hiyo, sababu watoto zeruzeru wanaaminika katika itikadi za uganga ya kuwa wataleta bahati nzuri kwa mtu ambaye anatafuta mali ama vitu kama hivyo. Na ndio sababu pia organizations mingi ambazo zinashughulika na watoto wa hiyo albinism wanang'ang'ana kuelimisha jamii. Naam. Yes, ama pia wanasema ukipata msichana mdogo bikra atasaidia kuponya ukimwi kama una ukimwi. So utapata pia mtu ataiba msichana mdogo wa miaka 12, 10 hivi aende afanye tambiko lake. So hizi itikadi pia tukielimisha jamii itaelewa kuwa hizi itikadi zinafaa zikome na tuendelee kuwalinda watoto wetu. So dakta kabisa, mtazamaji, huyo ni Merian Munyendo kutoka shirika la Missing Child Kenya. Shukran sana Merian kwa muda wako. Bila shaka kitujibu baadhi ya maswali ambayo huwa yanaibuka akilini mwetu pindi tu watoto wanapopotea. Lakini mtazamaji, tukirudi baada ya mapumziko vile vile tutakuwa tunaungana naye Esther Mugure Ndongo ambaye ni naibu mkurugenzi kutoka idara ya huduma za watoto.